Wana wa Israeli walipochukuliwa mateka mwaka wa 605 na majeshi ya Wababiloni, wakapelekwa kule deportation ya pili, ama walipoenda kuchukua mateka wa pili, walitaka watu wa kuwasaidia kufanya kazi mashambani, kwenye mashamba yao ya ngano, kwenye mashamba yao ya vitu misabibu, walitaka watu wafanye kazi. Mateka wengi sana akiwemo Ezekieli walichukuliwa na wakapelekwa katika mataifa ya wana wa Babeli, wakawa kule mashambani, na kazi yao ilikuwa ni kuamka kila siku asubuhi sana na mapema, kwa sababu kule kulikuwa na njua sana, ililazimu watu kulima asubuhi sana. Na kwa hivyo wana wa Israeli waliamushwa asubuhi sana kupelekwa mashambani. Historia inasema kwamba mambo hayakuwa rahisi. Kulima kwa mashamba wa Babeli haikuwa rahisi, kwa sababu Wababeli ndio walikuwa wa kwanza, by the way, kulima kwa kutumia ng'ombe pamoja na plow. Sasa Wababeli waliweka askari kwa kila mtu. Yule aliyekuwa anashika plow, nyuma yake kulikuwa na askari. Yule alikuwa anaongoza ng'ombe, nyuma yake kulikuwa na askari. Na nyuma ya hao kulikuwa na mtu mwenye kupanda, ambao mara nyingi sana walikuwa ni kina mama. Kina mama nao walikuwa nyuma wakibeba begu zao, na nyuma ya mama pia kulikuwa na askari. Lakini askari hawa walikuwa sio wa kuimba nyimbo, sio wa kuwaambia maneno ya kuwatia moyo, sio wa kuwabebea chakula. Askari hawa mikononi mwao walibeba fimbo. Na fimbo hii si ya kuchapa ng'ombe. Kwa Wababeli ng'ombe wa kulima walikuwa aina mbili. Kulikuwa na ng'ombe ambaye ni ng'ombe, na kulikuwa na Waisraeli. Yaani kwao hakukuwepo na tofauti ya Muisraeli na ng'ombe wa kulima. Kwa hivyo kwa kila ng'ombe kulikuwa na nyuma askari, na askari huyo alikuwa na fimbo. Sasa hivi ndivyo kilikuwa kinafanyika walipokuwa wanaenda kwenye mashamba. Walipokuwa wanaenda kwenye mashamba, kulikuweko na askari. Fimbo zilikuwa zikianza kulia kwa mama hakichapwa, yule askari aliye nyuma ya aliyeshika plau naye anamchapa, naye huyu ambaye ni ng'ombe anachapa. Kila wakati anachapa ng'ombe, naye alikuwa anachapwa, na wanachapwa wote, kiasi ya kwamba kipindi cha kulima kilikuwa ni kipindi cha machozi. Hakuna wakati waliamuka bila kulia. Kulikuwa ni kilio, kama sio kilio cha mzee ni kilio cha mama, na kama sio mama pengine mtoto. Na nyinyi hamjajua mpango wa kubeba mtoto kwa mbele ulitoka wapi? Ulitokea kule